haujui wapi utakwenda kupata kazi, lakini Mungu anakuwa tayari ameshaitengeneza njia ya wewe kwenda kupata kazi, njia ya wewe kwenda kupata nini? Chakula. Ila shetani anakuwa yupo njiani na yeye ameweka mitego yake ili akunase katika hiyo njia. Mafanikio ya mwanadamu yanaandaliwa ukiwa bado hujayapanga. Mungu anakuwa tayari ameshayapanga na njia yako tayari ameshaitengeneza. Ila adui anasimama njiani kwa ajili ya kukuzuia wewe usifikie mahali ambako Mungu amekutengenezea. Na ili ufike mahali ambako Mungu amekutengenezea, ni lazima utumie njia. Mahali popote ni lazima utumie nini? Njia. Yesu anasema mimi ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba yangu. Hatuwezi kufika mbinguni pasipo kupitia njia ya nani? Ya Yesu. Hauwezi kufika kazini pasipo kutumia njia. Hauwezi kufanya jambo lako pasipo jambo lolote ni lazima liwe na njia. Bwana anasema itengenezeni njia yenu. Ni njia gani? Kwa sababu kuna matengenezo, manake kuna uharibifu. Ukiona mahali nasema itengenezeni, kuna uharibifu uliofanyika, kuna unyang'anyi uliofanyika. Njia yako tayari imeharibiwa. Bwana anasema sasa ni wakati wa kuitengeneza njia yako, wa kutengeneza mapito yako, wa kunyoosha mapito yako. Mahali ambapo uliona hapa siwezi, jua kabisa adui ameshaiharibu njia yako, ametaka uende katika njia nyingine. Bwana alimwambia Adamu usile matunda ya mti huu. Maana Mungu alimuonyesha njia mbaya na njia njema, kwamba ukiacha kula matunda ya mti huu utakuwa umepita katika njia yangu. Lakini tunaona joka anakuja kuingilia kati mipango ya Mungu na mwanadamu. Anakuja kuvuruga ile connection, njia ya mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu. Anakuja kukata. Mungu anamtafuta Adamu, anamwambia uko wapi? Adamu anasema nipo huku nimejificha. Kwa nini umejificha? Anasema nipo uchi. Njia yako inapoharibiwa na mambo yako yote yanaharibika. Unakuwa ni mtu mwenye mashaka, unakuwa ni mtu mwenye wasiwasi, unakuwa ni mtu usiyejiamini, unakuwa ni mtu mwenye kulia kila wakati. Kwa nini? Kuna haki ya njia imeondolewa kwenye maisha yako. Bwana anasema nitaikata milango ya shaba iliyo mbele yako. Kwa nini milango ya shaba? Maana yake imesimama mbele kuzuia mafanikio yako, imesimama mbele kuzuia huduma yako, imesimama mbele kuzuia hatima yako. Na tunasema ya kwamba Yesu alipokuja akasema zitengenezeni njia zenu, yanyosheni mapito yake. Kuna mambo ukiyaona hayaendelei, ujue kabisa kuna vitu vimezuia. Kuna nyakati mbaya, ukiona nyakati mbaya imekuja, ujue kuna nyakati njema imeondoka. Na ukiona nyakati njema imekuja, ujue kuna nyakati mbaya imeondoka. Wakati Yusufu anaota ndoto, kwa mara ya kwanza aliziona zile nyakati njema au mipango ya Mungu aliyompangia Yusufu kwenye maisha yake. Mungu anamuonyesha Yusufu fahari ya maisha yake huko mbele, lakini adui anasimama njiani kumzuia nani? Yusufu asiendelee, Yusufu asifikie hatima yake. Na tunaona maadui wakubwa wa Yusufu wanakuwa ni ndugu zake. Na Yesu anasema adui wa mtu hatoki mbali, adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Mtu anayekuuzia siri zako hatoki mbali. Mtu anayeuza siri zako anatoka nyumbani kwako, maana yake yupo karibu yako. Lakini katika kile kitabu cha Kutoka Bwana anasemaje? 23 anzia mstari ule wa 20. Ndiyo. Hapa tupo kwenye ujumbe, anasema tengeneza njia yako. Kuna watu wameharibu njia zao wenyewe. 23 Kutoka anzia mstari ule wa 20. Bwana anasema namtuma malaika aende mbele yako
ili akulinde njiani. Kwa nini Bwana anatuma malaika wa ulinzi kwenye njia? Manake njiani kuna makwazo, njiani kuna maadui, njiani kuna vitu vingi, njiani kuna vizuizi. Amesema namtuma malaika mbele yako. Manake wewe uko nyuma, malaika yuko mbele, anatengeneza njia ambayo wewe ukifika mahali pale usione makwazo ya aina yoyote, upite tu moja kwa moja. Kwa nini? Bwana tayari amekuwa ameshakutengenezea njia. Amesema namtuma malaika mbele yako ili akutangulie njiani, akuwekee ulinzi njiani. Akupeleke mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Ishia hapo hapo. Bwana kuna mahali tayari amepatengeneza kwenye maisha yako. Ukiona unapita kwenye nyakati ngumu, nyakati za machozi, nyakati za kulia, jua kabisa kuna nyakati mbaya, kuna nyakati njema zimeondoka kwenye maisha yako. Zimekuja nyakati mbaya. Na usilie kwa sababu ya waliokuacha. Furahia kwa sababu ya wale watakao kufuata. Usilie kwa sababu ya waliokutenga. Furahia kwa sababu ya wale watakao kukumbatia. Usilie kwa sababu ya wale ambao wamekuumiza. Furahi kwa sababu Mungu tayari ameitengeneza njia. Kuna watu watakuja kukutengenezea furaha yako. Wameitoa huzuni ya kale, wamekutengenezea furaha. Anasema usilie kwa sababu ya hayo unayopitia. Furahi kwa sababu kuna mema yanakuja. Mungu anasema nimemtuma malaika mbele yako ili akulinde njiani. Kwa nini njia zetu zimeharibiwa? Kwa nini tunatembea kwenye njia mbaya? Hata tunapoingia kwenye maombi, vita zinainuka. Kwa sababu adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Yule anayeiba siri za maombi yako. Yule unayemwamini, unayesema jirani, unayesema mdogo wangu, leo hii nina maombi ya aina hii. Unayesema shangazi, leo nina maombi ya aina hii. Kwa sababu tunaona Yusufu akawaeleza ndugu zake habari ya ndoto alizoota. Ndugu zake waliposikia habari ya maono, walipofikiria kwamba mtu huyu amepangiwa, ametengenezewa kuwa mfalme baadaye, wakachukia ndani yao. Hakuna mtu atapenda maendeleo yako. Hakuna mtu atapenda huduma yako. Hakuna mtu atapenda kuinuliwa kwako. Hakuna mtu atapenda wewe ufanye biashara. Hakuna mtu atapenda. Maadui wameweka mipango ya siri njiani. Wameweka mipango ya siri njiani. Wanataka ujikwae uanguke. Waiharibu njia yako. Waharibu maono yako. Waharibu hatima yako. Lakini Bwana amesema nitapasua malango ya saba, nitayagawanisha, yatatawanyika. Watakuja kwa njia moja, kwa njia saba watatawanyika. Bwana anasema wamekuja kwa njia, atawatoa kwa njia. Itengenezeni njia yake. Sema amina mahali ulipo. Unapoona nyakati mbaya zinapita, furahi kwa sababu kuna mema yanakuja. Unapoona nyakati njema, ingia kwenye maombi. Najua kuna nyakati mbaya zinakuja. Farao akaota ndoto. Akaona masuke 7 membamba. Hiyo ni njia anaonyeshwa na Mungu. Kuna nyakati utapita kwenye njia mbaya. Lakini pia anaona masuke 7 mengine yaliyonona. Ng'ombe 7 wembamba. Anaona ng'ombe 7 walionona. Anatafuta waganga wa kufasiri maono yale, hawaoni wala hawawezi kufasiri. Farao yupo kwenye nyakati ngumu za kutafuta nani mwenye uwezo wa kufasiri ndoto yangu. Yupo kwenye harakati za kutafuta mtu amfunulie yale aliyoyaona usiku akiwa amelala. Wakati huo Yusufu yupo gerezani, tayari njia yake imeanza kuharibiwa. Maadui wameshasimama kidete kuhakikisha Yusufu hawezi kufikia hatima yake. Wakamtia gerezani. Wakamtia gerezani. Wakati huo Mungu anatafuta njia nyingine ya kumtoa Yusufu gerezani. Akainua mfalme mmoja wapo. Akampa maono makubwa yanayokuja mbele. Halafu asiwepo mtu wa kuyafafanua yale maono ya yule mfalme.
isipokuwa ni Yusufu peke yake ambaye yupo gerezani. Upo kwenye nyakati ngumu unapitia. Neno kupitia maana yake ni njia unayoiendea. Upo kwenye wakati wa kuumia sana, usilie. Mungu anamtengeneza mfalme mmoja wapo atakaye kukumbuka nyakati mbaya, atakaye kukumbuka wakati wa kulia kwako. Yupo mtu Mungu anamtengeneza. Yupo mtu Mungu anamuandaa kuja kukuondoa kwenye huzuni yako, kuja kukuondoa kwenye kilio chako. Siku hiyo utakuwa umefumba na kufumbua, unayasahau yale yaliyopita, unayasahau yale yaliyokuumiza. Ghafla unakuwa ni mtu mwenye furaha. Kwa nini? Mungu ameitengeneza njia tayari. Wale maadui waliokushikilia zamani watashangaa leo ni mtu mwenye furaha. Kwa nini? Mungu ameitengeneza njia. Na maadui wanatumia njia kukukamata. Anasema itengenezeni njia. Katika kutengeneza kuna kuharibiwa. Sema amina mahali ulipo. Yohana anasema, mimi ni kama mjumbe niliyetumwa kutoka nyikani. Sauti ililia ndani yangu ikisema, itengenezeni njia ya Bwana. Tumeharibu njia ya Bwana. Mungu hawezi kusema na wewe. Kwa nini? Hakuoni katika njia yake. Umeharibu njia. Yanyosheni mapito yake. Mnyoshee Mungu mapito yake. Mwache Mungu ashughulike na wewe. Mwache Mungu apitie kupitia njia unayoitengeneza, atue kwako, asitue mahali pengine. Wakati wana wa Israeli walitenda maovu, Mungu akakata mawasiliano nao. Akaruhusu mabaya ya wakute wana wa Israeli. Akaruhusu waasi wakamate wana wa Israeli. Wana wa Israeli kwa kuwa walitenda mabaya, Mungu akazuia njia ya baraka kwenye maisha yao. Akawatia mikononi mwa Misri. Wakateswa miaka mingi. Wana wa Israeli wanateseka. Mungu anatafuta nani anayemwabudu Mungu katika roho na kweli, apate kumtumia huyo, ili aende akakitoe kilio cha wana wa Israeli. Tunajifunza wana wa Israeli walikuwa wanalia, wanaomboleza, wanasema leo sisi hatuponi, angalia tumeongezewa adhabu. Lakini wakati wanalia, Mungu anaitengeneza njia. Mungu anapotaka kukubariki anatumia mtu. Mungu anapotaka kukuondoa kwenye machozi yako anatumia mtu. Shetani akitaka kukuharibu anatumia mtu. Na mitego ya adui ipo njiani. Makwazo ya adui yapo njiani. Wamekutega kwenye njia yako. Isaya 57 mstari ule wa 14. Makwazo yanatoka wapi? Makwazo ya adui anatumia njia. Unaweza ukatoka hapo. Ndio maana Bwana anasema nitakubariki uingiapo na utokapo. Ataibariki hatua yako. Neno kubariki hatua yako, ikanyage mahali penye baraka, sio mahali penye laana. Manake njia za wanadamu zimeharibiwa tangu kwa Adamu. Anasema tangu leo ardhi haitakuzalia mema, itakuzalia michongoma. Ukipita kwenye njia, michongoma imekuandama. Isaya 57 mstari wa 14. Naye atasema, tutieni, itengenezeni njia, ondoeni kila kikwazo katika njia ya watu wangu. Manake kumbe tunapoenenda katika njia kuna makwazo yapo. Anasema makwazo hayana budi kuja, ila ole ayasababishaye. Usilie kwa sababu ya nyakati mbaya, furahia kwa sababu nyakati njema zinakuja. Na ukiona upo kwenye nyakati mbaya, ujue upo kwenye njia mbaya. Ukiona upo kwenye nyakati mbaya, upo kwenye njia mbaya. Anataka Bwana uombe maombi ya kuondoa makwazo njiani. Kuna makwazo, kuna watu wamesimama kwa ajili ya kukukwaza. Kuna watu hawataki wewe ufanikiwe. Kuna watu hawataki wewe uinuliwe. Unapopanga tu mipango,
Na najua binadamu tulivyo, ni lazima tutatafuta rafiki wa kushauri, wa mashauri. Tumesahau ya kwamba Yesu ndiye mshauri wa ajabu. Mpe Bwana njia yako, usimpe mwanadamu. Mpe Bwana njia yako, sawa sawa na kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 37. Usimpe mwanadamu siri ya mafanikio yako. Mpe Mungu. Mpe Mungu njia ya maisha yako. Mkabidhi Bwana. Zaburi 37 mstari wa 5. Mpe Mungu. Hebu mkabidhi Bwana njia yako, na umtumaini, naye atafanya. Kwa nini unamwambia mwanadamu habari zako? Una mipango ya kuinuka kiuchumi. Amesema mpe Mungu njia yako ya uchumi. Katika kitabu kile cha Zaburi ya 121 mstari ule wa kwanza, Mungu anataka njia yako, anataka uchumi wako, anataka kazi yako, anataka ndoa yako, anataka kila unachokifanya umkabidhi yeye. Anasemaje? Ndiyo, nitayainua macho yangu. Hapa tunamwona Daudi anasema, nitayainua macho yangu nitazame nini? Milima iliyo mbele. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka wapi? Je, niwaambie wanadamu wanisaidie? Lakini anasemaje kwenye mstari wa pili? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Msaada wangu uko katika Yesu. Usitake mwanadamu akusaidie. Usimpe kipaumbele sana mwanadamu. Amesema msaada kamili watoka kwa nani? Kwa Bwana. Mtumaini yeye, naye atafanya. Usije ukaifanya njia yako uienende kwa wanadamu. Biblia inasema amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga. Kwa nini? Mungu amekuwekea kinga na malaika wanaokutangulia mbele. Kwa nini leo unamtanguliza mtu mbele kwenye mafanikio yako? Kwa nini unamweka mwanadamu mbele kwenye mafanikio yako? Maana amesema mtu huyo amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga. Moyoni mwake amemwacha nani? Leo hii wewe hata ushauriwe jambo la kiroho hutaki kuelewa. Ukishauriwa mambo ya kimwili ndio unaelewa. Kwa nini? Njia yako imeharibiwa. Yohana anasema itengenezeni njia ya Bwana. Marko sura ile ya 1 mstari wa 3. Ndiyo. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mungu anatazama, anaona, haoni njia ya kusema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na adui anapotaka kukukamata wewe, anachokifanya ni anafuatilia njia yako. Anafuatilia kile unachokitegemea. Anamwambia Mungu ya kwamba Ayubu anakuabudu kwa sababu ya zile mali ulizompa. Umemweka katika njia nzuri. Hebu ziguse uziondoe. Halafu uone huyu mtu kama hata kukufuru. Lakini Bwana anamwambia shetani ya kwamba mkono wangu si mkono wa kuharibu. Mkono wangu mimi ni mkono wa baraka. Ila kwa sababu shetani amelaaniwa, Mungu akamwambia shetani, vyote vipo kwenye uwezo wa mkono wako. Kwa nini? Mkono wa shetani umebeba laana. Akigusa mali yako inaharibika. Akigusa watoto wako wanaharibika. Akigusa uchumi wako unaanguka. Akigusa biashara inakufa. Shetani amejaa laana kwenye mikono yake. Shetani amejaa mauti kwenye mikono yake. Ndio maana hata Kaini akapigwa jeraha la mauti. Kwa nini? Atakachokigusa kinakufa.
Anamwambia viguse kwa sababu vipo kwenye uwezo wako. Shetani alipogusa mali ya Ayubu ikafa. Alipogusa watoto wa Ayubu wakafa. Alipogusa mifugo ikafa. Alipogusa kila mahali kulipotea. Aligusa ndoa ya Ayubu ikapotea. Ayubu akaingia kwenye mateso. Alipogusa mwili wa Ayubu ukapata majeraha, madonda. Kwa nini? Kwenye mkono wa shetani kumejaa laana. Ndipo Ayubu akapita katika njia ya mateso. Lakini Ayubu hakulia. Ayubu alifurahi kwa sababu aliona mbele kuna mafanikio. Aliona mbele kuna njia nzuri. Hakuangalia njia inayopita. Alitazama njia inayokuja. Kuna watu wanatazama hapa walipo. Lakini ngoja tu nikwambie, angalia Mungu aliyokutendea. Angalia Mungu atakapokuweka. Wana wa Israeli walipokuwa Misri walisaga meno, walilia sana. Hawakuangalia Mungu anayowapangia mbele. Mungu alitengeneza njia jangwani. Aliwaambia piteni hapa jangwani. Kwa nini? Ndipo mahali nilipoitengeneza. Akamtuma malaika, akatengeneza njia. Wana wa Israeli wakamtukuza Bwana. Walipofika mbele, wakaiona bahari mbele yao. Wakamwambia Musa, sasa tumekufa, maana hakuna njia mbele yetu. Maana hakuna njia mbele yetu. Mbele wakaiona bahari. Musa akamwendea Bwana. Bwana akamwambia Musa, mbona watu wako wanalia? Mbona watu wako wanalia? Mbona watu wako wanahuzunika? Musa akamwambia, hatuoni njia. Nyuma jeshi la Misri linatufuata. Mungu akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Kama bahari imesimama mbele yako, Mungu anatazama imani ulionayo. Unaangalia tatizo ulilonalo. Mungu anataka uione ng'ambo kabla ya hilo tatizo. Mungu anataka uone mafanikio. Usiangalie njia ulioikanyaga. Tazama mahali unapoenda. Usiangalie chini. Angalia mbele unapoenda. Kuna usalama ndugu yangu. Hapa kuna hatari lakini mbele kuna usalama. Hapa kuna kilio lakini mbele kuna kunyamaza. Hapa kuna kuachwa lakini mbele kuna watu wanakusubiri kule. Wanakusubiri kule. Mungu ametuma malaika wake. Mungu ameagiza malaika wake. Tayari wametengeneza makao yako. Tayari wametengeneza mahali pako. Leo unapita kwenye nyakati ngumu, lakini Yesu ameweka nyakati njema. Leo hauna kazi ndugu yangu. Tayari Yesu ameweka kazi yako. Acha upite kwenye moto. Wewe ni dhahabu. Ni lazima upitishwe mahali pagumu ili Bwana jitwalie utukufu. Sema amina mahali ulipo. Wala usilie kwa sababu ya maisha magumu, hapana. Furahi kwa sababu Mungu ametengeneza tayari maisha yako. Ametengeneza tayari ndoa yako. Ametengeneza tayari mapito. Amesema kila kilima kitashushwa, kila bonde litainuliwa. Mahali palipoparuzwa, patanyoshwa. Mahali palipoparuzwa, patanyoshwa. Kuna watu wanacheka hali ulionayo, lakini Bwana ametengeneza njia. Kuna watu wanafurahi unavolia, lakini hao ndio wale watakao kuja kulia wakati huo wewe unafurahi. Hao ndio watakao kuja kunyamaza wakati huo wewe unapiga kelele za shangwe. Bwana kukumbuke siku ya leo. Ainyoshe njia yako. Upite mahali pazuri. Upite mahali pazuri. Upite mahali paliponyooka. Mahali ambapo hakuna bonde wala milima. Mahali paliponyooka. Makwazo yote yaondoke mbele ya maisha yako. Wana wa Israeli wanalia. Wanasema, Musa, ni heri ungetuacha pale tukafia pale. Yamkini tungezikwa. Yamkini tungekuwa na historia ya makaburi yetu. Lakini umetuleta hapa mahali ambapo hakuna mahali pa kuzikiwa mtu. Baharini halikai kaburi. Baharini hakuna kumbukumbu. Hey Musa, turudishe wewe. Hey Musa, umekuja kutua. Lakini Musa akawaambia, nisikilizeni ninyi. Hawa wa Misri mnaowaona leo ndio mwisho wao. Hamtawaona tena. Hamtawaona tena. Beba ujasiri mwanangu. Vaa imani yako mwanangu. Mapito unayoona leo, kesho ni mwisho. Hautayaona tena. Bahari unayoona mbele yako, ipo fimbo ya imani. Ipo fimbo ya maombi. Ipo fimbo ya neno la Mungu inasimama mbele yako. Amesema ya kwamba atawapiga
atawapiga maadui zako waindukao juu yako, atawapiga mbele yako. Tena ukiwashuhudia na wale ambao wamekucheka, waliokuzihaki, watadondosa kila walichokibeba, watarudisha kila walichokishika. Bwana anasema kwa njia 7 watatawanyika. Walikuja kwa njia moja, ni kweli, lakini watatoka kwa njia 7. Sema amina mahali ulipo. Wana wa Israeli wakitazama nyuma wanaliona jeshi. Wamepanda farasi, wamebeba mikuki, wamebeba silaha kali. Wana wa Israeli wamechoka na safari, wametembea kitambo. Mbele yao waliona bahari, walikuwa wanashangilia, wanasema tumetoka katika nchi ya utumwa. Lakini mbele ghafla wanaiona bahari, jeshi linakuja nyuma yao. Farao amekasirika, jeshi limekasirika. Wanamwambia Musa, kuna wakati unalia sana. Kuna wakati unasema Mungu umeniacha. Mungu kwa nini umenitupa? Mungu hajakutupa, ni wewe ndio uliyemwacha Mungu katika njia. Umeziacha njia zake. Mungu anataka unyoshe mapito yako. Mungu anataka utengeneze njia yako. Anataka kung'oa milima iliyo mbele yako. Anataka kuinua mabonde yaliyo mbele yako. Uliposimama ni mahali palipokufa. Akamwambia Ezekieli katika uwanda kwenye lile bonde la mifupa mikavu, alipotazama aligundua ya kwamba jeshi la Mungu limekufa, jeshi la Mungu limebaki mifupa. Akamwambia Ezekieli, toa unabii juu ya mifupa hii iliyokaa bondeni. Nataka iinuke sasa. Yamkini ni uchumi wako umeshakufa sasa. Bwana anasema toa unabii. Njia iliyoharibika, Bwana anasema toa unabii. Mahali penye bahari, Bwana anasema toa unabii. Usilie kwa sababu ya bahari iliyo mbele yako. Toa unabii. Usilie kwa sababu ya matatizo. Toa unabii. Kemea hiyo hali unayoiona, sio kulia. Mungu anamwambia Musa, wana wa Israeli nimesikia kilio chao. Wamelia sana miaka mingi. Sikuwajibu. Ila kwa sababu wewe nimekuchagua na umeufikia mlima wangu na kutuma wewe. Mungu anachukua mtu ili kuwatoa wana wa Israeli katika njia mbaya. Anatumia njia ya kuwatoa wana wa Israeli kupitia njia ya Musa. Mungu anamwambia Musa, nitakufanya kuwa Mungu kwa Farao. Na pia hata Haruni atakuwa ni kuhani wako. Wewe utakuwa kama Mungu kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui amekamata uchumi wako. Mungu atatuma malaika aje apokonye huo uchumi kwa huyo adui. Atatuma malaika aje apokonye hiyo afya kwa huyo adui. Njia aliyoingilia ni moja, lakini kwa njia 7 watatawanyika. Tunaona wana wa Israeli wanapita kwenye jangwa. Mungu anaweza kukupitisha kwenye mapito magumu ili ajitwalie utukufu. Mwanangu usilie. Hiyo ni njia Mungu ametengeneza ili ampige adui mbele yako, amwaibishe adui mbele yako. Hata kama kuna bahari, Bwana ataitumia bahari kupiga maadui zako. Unajua Musa angetumia fimbo kulichapa lile jeshi, bado asingeweza. Lakini Mungu anaweza kusema hivi. Mungu anaweza kufanya hivi. Anasema njia walioingilia si moja. Watatawanyika kwa njia ngapi? Kwa nini njia 7? Unapokuwa umeingia kwenye maombi, joka ana vichwa vingapi? Joka ana vichwa vingapi? Joka ana vichwa 7. Mungu ana roho ngapi zenye nguvu? Mungu ana roho 7. Akamtokea Yohana akampa nyota 7. Zile nyota zilikuwa ni makanisa. Ndani ya zile nyota kukawa na zile roho 7 za Mungu. Jina ni moja lakini lina mamlaka 7. Wewe ni Mariam lakini una utajiri unaozidi jina lako. Una watoto wanaozidi jina lako.
una mali zinazozidi jina lako, una mataifa yanayozidi jina lako. Bwana itengeneze njia ya kufanikiwa leo. Bwana atengeneze mapito mazuri kwenye maisha yako. Pokea hiyo baraka kwa damu ya Yesu. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Rudi leo mbele za Bwana, mwambie Mungu, na yanyosha mapito yangu, na itengeneza njia yangu. Amesema mtu hawezi kwenda kwa baba yake pasipo kupitia kwake. Amesema wajengao pasipo Bwana wafanya kazi. Na hata wale walinzi wanaoulinda mji pasipo Bwana wafanya kazi. Unafungua biashara pasipo Bwana wafanya kazi. Unataka ndoa pasipo Bwana wafanya kazi. Chochote unachotaka kukifanya ni lazima upitie kwa Yesu kwanza. Amesema mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kufanikiwa asipokuja kwangu. Mtu hawezi kufanikiwa asipokuja kwangu. Mtu hawezi kuinuliwa asipokuja kwangu. Peleka njia zako kwa Bwana. Peleka ndoa yako kwa Bwana. Peleka biashara kwa Bwana. Peleka kazi kwa Bwana. Ukilia, lia na Bwana. Usilie na wanadamu. Usilie kwa sababu ya magonjwa. Usilie kwa sababu ya ziki. Lia na Bwana. Mwambie Mungu, njia zangu zimeharibika, nataka unitengenezee Bwana njia yangu. Tunalia sana, tunazitengeneza njia kwa waganga wa kienyeji. Lakini neno linasema katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 57 mstari ule wa 14. Ndiyo. Naye atasema, itieni, itieni, itengenezeni njia. Ondoa kikwazo katika njia ya watu wangu. Bwana amekuja kuharibu na kuondoa makwazo katika njia yako. Yeremia 18 mstari ule wa 11. Ndiyo. Haya basi, ukawaambie watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, anasema ninayafanya mabaya juu yenu na kuwaza mawazo juu yenu. Rudini sasa, kila mmoja na aiache njia yake mbaya. Tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Katika kile kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ile ya 28. Ukisoma, Bwana anaahidi baraka. Sema amina mahali ulipo. Yesu anaahidi baraka. Lakini katika hizo baraka kuna njia mwanadamu uitumie ili uzipate hizo baraka. Amesema utakapoisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafuata maneno yake na kuzifuata sheria zake, amesema njia yako itakuwa ni njema. Mapito yako yatakuwa ni mema. Endapo ukiyatengeneza mapito yako, ukitengeneza njia yako, Bwana atakuwekea ulinzi. Bwana atazungusha wigo wa moto, maadui hawatakupata. Kama Ayubu alienenda kwenye njia ya Bwana, Bwana akazungusha wigo wa moto kwenye mali ya Ayubu, akazungusha wigo wa moto kwenye ndoa ya Ayubu, akazungusha wigo wa moto kwenye mifugo, akazungusha wigo wa moto kwenye makazi. Hata nyumba yake pia ikazungushiwa wigo wa moto, biashara zote. Ukienenda katika njia ya Bwana, atazungusha wigo. Maadui watakuja, hawatakupata. Watakutafuta, hawatakuona. Watapambana, hawatakuweza. Watashindana, hawatakushinda. Utapita katikati yao, watashangaa unapita. Watatuma silaha zao, lakini hakuna. Kumbe nini? Unaenenda katika njia ya nani? Lakini Bwana anasema utakapoenda kinyume na njia yangu, anasemaje? Anzia mstari ule wa 20, kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati.
Anasema Bwana atakuletea laana na mashaka kama hutaenenda katika njia yake. Utashangaa tu ghafla waliokupenda wanakuchukia. Hata yule mchumba wako naye muita baby anakuita jina jingine. Unajua, ngoja nikupe siri moja. Habari ya kuingia kwenye mafarakano hata kwenye uchumba. Mgeuke jirani mwambie sikiliza hiyo. Wakati mnaonana mnapeana majina mazuri, my apple, my spinach, my cabbage, yani majina yale ambayo ukimuita mwanadamu hata kama alikuwa na njaa anakuwa ameshiba. Kwa nini? Jina zuri. Wakati huo mnaitana hayo majina, mlikuwa kwenye njia ya Bwana. Ila sasa mkienenda katika njia ya shetani, yale majina yanabadilika. Mayepo na kuwa maisijui mainali maidogi. Yaani unamuita mtu jina la mnyama mbaya. Kwa nini? Ameenenda katika njia sio. Yaani ukitaka uishi vizuri, lile jina unalolitunga kwa mpenzi wako lisife. Lisifanyaje? Na mawazo yako yasiwe nini? Yasiwe nini? Mabaya. Unajua ukienda katika njia ya haki hutakuwa na mawazo mabaya. Tamaa. Nimemwona fulani kapendeza, yaani akitembea mpaka nilijisikia, yaani sijiko, hebu na mimi nataka ile nguo. Sasa unayemwambia maskini ya Mungu uwezo wa kununua ile nguo hana. Hapo mpo kwenye njia njema, anakuja adui analeta kitu kinachokuja kuwatoa kwenye njia. Wakati huo namuita nani? Apple. My sweet, my heart, my book. My book. Daftari nikifunua na kuona wewe, nikifunika, yani acha nimekufunika kwenye moyo wangu. Wakati huo mapenzi yamenoga, lakini yanakuja kuharibika wapi? Pale anapoingia adui kuja kuleta tamaa na kuenenda katika njia mbaya. Unapoingiza tamaa, Yesu anasema tamaa yako ndio itakayokupeleka kwenye dhambi. Tamaa yako ndio itakayokuharibia ndoa yako. Tamaa yako ndio itakayokuharibia huduma yako. Tamaa yako itawafukuza watu waliobarikiwa. Ibrahimu hakuwa na tamaa sana. Hata malaika walipokuja aliwakaribisha kwake. Walipokula na kushiba wakatoa neno la baraka. Lakini ungekuwa ni wewe, mwambie jirani, wewe malaika watue kwako. Yaani malaika aje kwako. Hadi mtaa wa 7 watajua tu. Nakumbuka tulipokuwa kijijini, alikuwa akija mtu aliyevaa suti, watoto tunaingizwa ndani. Ingenda. Kwa nini tunaingizwa ndani? Kuna mabadiliko yamekuja. Amina. Yaani malaika anapokuja nyumbani kwako, haina haja ya kufukuza watoto, hapana. Waweke pamoja, wapate ile neema ya Mungu. Sema amina mahali ulipo. Kuna watu wanaogopa kuwapeleka wachumba wao kuwatambulisha eti kwa sababu ni wabaya. Nani alikwambia mchumba wako mbaya? Jifiche kaka, napita jifiche. Angekuwa na hela ungemwambia hivyo? Ni kwa sababu akana hela ndio maana unakaficha. Mwambie jirani usimfiche bwana, huyo anakufaa sana. Twende basi nikawasalimia wazazi wako. Babangu mimi. Huna hela. Baba ana ukali mbele ya hela. Hebu kuwa na hela kidogo, mwambie nataka niende. Kwanza haina haja kuongea. Twende tukasalimie wazazi. Mwenye anakuita tu, unakwenda. Sasa mzangu na mimi, sura yenyewe imekaa hivi. Ushawahi kuona ile triangle? Ile sinakuaga sawa sawa. Ukutane ile iliyoungua moto kidogo ile hivi. Inakuaga ijulikani ipo kwenye pembe gani? Pembe 4 au pembe 3. Sasa akikutazama sura yako akakuhurumia tu kukupenda. Pesa hauna. Halafu twende nikawasalimia wazazi wako. Hivi utategemea jibu gani hapo?
Utategemea jibu gani? Baba mkali. Amen. Kuna wale, kama unanipenda njoo nitolee posa. Kama unanipenda. Yaani anakujaribu. Yaani kama unampenda, wewe mtolee nini? Posa. Ila mtu anayekupenda haina haja kumwambia nitolee nini? Kwa sababu anayekupenda yeye ananyooka. Njia yake inakuwa ni, Mungu wetu hana kona kona. Mungu ni, yaani yeye anakuja moja kwa moja. Ukiona mtu anakuja hivi, mwambie we, unaenda katika njia sio. Leo tutaitana sweet, kesho tutaanza kuitana dogi. Ni kwa sababu njia tumeziharibu. Na ndio maana Bwana anasema nitaiamuru laana. Yaani Mungu mwenyewe anabadilika. Baada ya kukupa baraka, kukuita baraka na kuita nani? Sasa wewe mwanadamu inakuwaje? Na amesema nitaamuru sasa. Magonjwa ya kuvamie. Yaani anakuharibu kabisa. Na leo hapa tutaomba wale ambao hawako sawa. Bwana anyooshe mapito yako katika maisha yako. Ainyooshe ndoa hivi, inyoke, isiwe na kona kona. Watu wameibiwa. Mmeibiwa ndoa. Ulimpata mtu mwenye thamani, lakini adui alileta mtu mwingine ambaye amekuja ameharibu mahusiano yako. Lakini unaweza ukasema namlaumu shetani. Shetani ukawa ni mwenyewe. Ndio nasema mwanamke mpumbavu ndo anaivunja ndoa yake kwa mikono yake nini? Mwenyewe. Sasa sio kisa basi wewe ndo utumie mikono yako kuvunja, hapana. Unapoziacha njia za Bwana, Biblia inasema mpende mtii. Ukifuata hiyo sheria, hata kama huyo atakutenda mabaya, Mungu atakusimamia. Mume, mpende sana mke wako. Huwezi ukaenda kwenye kazi, kwenye huduma, mwanamke akikuombea mabaya yanakupata mara moja. Ukisema Mungu nibariki kwenye kazi, wala Mungu asikii maombi yako. Usipomheshimu mke wako, ukiacha sheria tu ya Mungu, ukiacha sheria ya Mungu, umeharibu mfumo wa maisha yako. Wewe usiangalie wangapi wameniacha. Angalia yule aliyemwandaa Mungu kwa ajili yako. Pengine Mungu alimuondoa huyo, alikuwa hafai kwenye maisha yako, angeharibu mfumo wa maisha yako. Kuna mtu Mungu amemwandaa, kuna mtu Mungu amemweka kwa ajili yako. Usilie, furahi, kwa sababu aliyeondoka ni mubaya, anayekuja ni mwema. Sema amina mahali ulipo. Yesu anamuuliza yule mwanamke Msamaria, anasema hata huyo ulionaye sio wa kwako. Anashangaa, wanaume 7 wamepita, yamkini huyu ananifurahisha. Anasema naye pia sio wa kwangu. Wanani sasa? Mtu mmoja alishawahi kumuuliza mke wake. Alimwambia mke wangu, twende madhabahuni. Twende wapi? Madhabahuni. Twende. Kumbe anala kwake. Unajua ubishi unakomaga hapa. Ubishi unakomea wapi? Madhabahuni. Akamwambia leo nataka sasa. Si unamwamini Mungu? Mimi namwamini. Sawa. Nataka tumwambie Mungu hapa, mimi na wewe. Kama kweli niko peke yangu kwako, ujue Mungu ataniwi. Si ndio tumekuja hapa. Kama kweli niko peke yangu kwako, sema hapa mke wangu. Na kama unadanganya ufe. Akamfungulia na kile kitabu. Akamwambia Petro, Hanania na Safira walikufa walipomdanganya nani? Kwa hiyo ukidanganya kumbe unakufa. Sasa haya, tumekuja hapa. Kama kweli mke wangu niko peke yako, na unasema hakuna mwingine zaidi yangu, na hujamuona anayefanana na mimi, hebu sema hapa. Neno nasema tusimziaki Mungu, tusimziaki Mungu, tusimziaki Mungu. Sema amina mahali ulipo.
Bwana akufanyie wa kwako peke yako. Bwana afanye biashara ya kwako peke yako. Bwana akuinue kwenye uchumi wako, wala sio uchumi wa wenzako. Akupe wa kwako, akupe wa kwako, akupe amani yako, akupe ushindi wako, akupe furaha yako, akushindie kwenye vita ulionayo. Ndio maana mnaambiwa hivi, mkipata wachumba waleteni wapi? Hapa ndo kuna ukweli. Unanipenda hapa hadanganyi. Unamwoa mchungaji, umemtia loki. Hata kama alikuwa anakudanganya, anatembea kwenye kifungo kikubwa. Kwa nini? Umekuja kumthibitisha madhabahuni. Na kama madhabahu ikifungua lango la ndoa, hakuna atakayefunga tena. Ikifungua lango la maisha, hakuna atakayefunga tena. Kwa maana Yesu alipotoka kule kaburini, alipotoka kuzimu, alikuwa na ufunguo wa mamlaka. Akatafuta nimpe nani? Akakuona wewe mwanasaya maombi na maombezi, akasema kamata ufunguo huu. Utakalolifunga popote litakuwa limefungwa mbinguni. Utakalolifungua popote litakuwa limefunguliwa mbinguni. Wewe ndio uliyeshika njia ya mafanikio yako. Wewe ndio uliyeshika njia ya ndoa yako. Wewe ndio uliyeshika ndoa yako na mume wako na mke wako. Biashara yako umeshika mikononi mwako. Umeshika mikononi mwako. Na Mungu hataki waliolegea, anataka majemedari. Unapoingia kwenye maombi usiwe mlegevu, ng'ang'ania. Yakobo akapambana na malaika. Sikuachi usiponibariki. Mwambie Mungu, sitakuacha mpaka nipate ndoa. Sitakuacha mpaka uniinue kiuchumi. Sitakuacha mpaka unibariki. Sitakuacha Bwana. Ng'ang'ania hata kama nyakati ngumu zitapita. Ng'ang'ania hata kama watakuumiza. Ng'ang'ania hata kama watakuacha. Mwambie Mungu, wanadamu wataniacha lakini mimi siwezi kukuacha wewe. Watanikataa lakini sikukatai wewe. Kwa maana amesema, na wapenda wale wanipendao, na wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Maana utajiri wapatikana kwangu, haki yapatikana kwangu. Mkimbilie mwenye haki, usiangalie wanadamu. Wanadamu wana kawaida hivi, hawahesabugi mema, wanahesabu mabaya tu. Leo pata mchumba mzuri mwenye hela zake, anayekufaa kabisa. Unasema sasa hapa Bwana mimi nimebwaga moyo wangu, hauinuki tena. Uangushe kwake. Mwambie nimekupa moyo wangu. Sasa huyo mtu nempa moyo sasa, mpe ulinzi wa Mungu. Mwambie Mungu, uje moyo wangu sijauleta kwako, nimempa yule pale. Moyo wangu anatembea nao. Sasa nalituma jeshi la malaika likamzunguke, asilindwe yeye, walinde moyo wangu ulioko ndani ya nani? Ndani yake. Malaika wataanza kumzunguka yule mwanaume. Akikaona kale kakina Sakina kule njiani, yani anaona kama kaona siji vidude gani. Mnavijua vibibi? Wanavitengenezaga paka namba 8 sasa hivi. Yaani akiona na mwana kibibi tu hichi kibibi. Lakini akija kwako anaona kama lile neno la Mungu kwenye kitabu cha Biblia anavyolisoma, analifurahia. Anakwambia wewe ndiye aliyenipa Mungu. Mifupa kwenye mifupa yangu, nyama kwenye nyama yangu. Akikuona wewe anakufurahia. Lakini ukimpa mtu moyo alafu usipeleke ulinzi wa Bwana, watamharibu. Sema amina mahali ulipo. Mungu anaweza kukupa mtu wa sahihi lakini ukamuondoa. Mungu anaweza kukupa mtu sahihi lakini ukamuondoa. Njia yako itengeneze hivi. Anza leo kuyatengeneza maisha yako na Mungu. Achana na mambo ya wanadamu. Unaposimama, simama kwa nguvu, simama kwa ujasiri. Anasema katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kama hautaifuata sheria yangu, atakupokonya mpaka huyo uliye naye. Atapiga laana, atakuharibu uso wako. Bwana anataka utumike. Amekuita kwa jina lake. Wewe ni mtumishi wake. Simama. Fanyaje? Simama. Ukiona watu wanakuja wanakukatisha tamaa, ni sehemu tu ya mapito yako. Kwa sababu hata Yesu walimkatisha tamaa. Akasema, Bwana, roho yangu
irazi, lakini mwili tayari umeshapigwa sana na maadui. Na nikwambie, Biblia inasema katika kile kitabu cha Methali, ajitengenezeaye marafiki wengi ndiye anajitengenezea uadui wake mwenyewe, anajiharibia njia yake mwenyewe. Yesu alitengeneza marafiki wanafunzi 12. Katikati ya wale pakatokea adui, ambaye adui huyo ndiye aliyekaa ubavuni mwake, anayekula naye chakula, akawa anauza siri zake. Kuna watu, nikwambie tu kweli, pengine unampenda sana halafu anauza siri za maisha yako. Unamwona huyu ndio wa kwangu huyu, lakini akawa ni agenti wa kuzimu. Amekuja kuchukua siri. Unaombaga nini? Sema amina mahali ulipo. Chunguza sana mtu uliye naye. Yesu alipochunguza katika ulimwengu wa roho, akawaambia wanafunzi wake, hey, naona mmoja wapo ananisaliti hapa, naona mwingine ananikana hapa. Chunguza katika ulimwengu wa roho, huyu niliye naye ni sahihi au ni agent wa kuzimu? Yuda alikuwa ni agent wa Mafarisayo. Na Yesu leo ampige kitanzi kama alipopigwa kitanzi Yuda, adui anayekufuatilia kwenye maisha yako. Adui anayekufuatilia, Yesu leo ampige kitanzi kwenye maisha yako. Mahali penye uchumi wako njia imeharibika, huani unapotafuta, huani cha kupata, unafanya kazi lakini mtaji huna, unafanya kazi hauendelei. Bwana inyooshe njia yako siku ya leo kwa jina la Yesu. Ayanyoshe mapito yako katika jina la Yesu. Isaya 40. Fungue Isaya 40 tukamalize pale, tuingie kwenye maombi. Isaya ile 40. Isaya 40. Isaya 40. Isaya 40. Bwana anatuahidi mstari ule wa 4. Bwana ndio, kila bonde litainuliwa. Anza kwenye mstari wa 3. Ndio, sikiliza sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia yake ya Bwana. Anasema pitia jangwani. Yaani neno jangwa ni mahali penye mateso. Anamwambia yule tajiri masikini, ni rahisi kwenda wapi? Na mlango nao kwenda mbinguni ni mlango ambao si rahisi mtu kupita kwa. Mafanikio hayapatikani kwa urahisi. Mafanikio yanapatikana kwa kupambana. Anasema tengenezeni njia ya jangwani, tengeneza mapito yanayo ili upate mazuri. Sema amina mahali ulipo. Itengenezeni njia ya jangwani, yani osheni mapito ya Bwana. Yeye ataliinua bonde, ataliweka juu. Kila mlima na kilima kitashushwa mbele yako, na mahali palipopotoka patakuwa pamenyooka, na palipoparuzwa patasawazishwa. Pigie Yesu makofi mengi na vigeregere mahali ulipo. Hebu sema kila mahali palipopotoshwa. Kila mahali palipopotoshwa. Kila mahali palipopotoshwa. Ninaposema neno hili, anza kufikiria kwenye uchumi wako. Fikiria kwenye ndoa yako. Fikiria kwenye huduma yako. Fikiria mahali ambako nataka Mungu leo apanyoshe. Sema kila mahali palipopotoshwa. Sema kila mahali palipopotoshwa. Sema leo hii pananyoshwa kwa damu ya Yesu. Pananyoshwa kwa damu ya Yesu. Pananyoshwa kwa damu ya Yesu. Sema kila mahali palipoparuzwa. Kila mahali palipoparuzwa. Sema panasawazishwa kwa damu ya Yesu. Panasawazishwa kwa damu ya Yesu. Sema leo kila kilima na kila mlima, sema unashushwa kwa damu ya Yesu. Simama kwa miguu yako. Ni wakati wa kwenda kuyanyoosha mapito yako na kuitengeneza njia yako.
tengeneza njia yako, yanyooshe mapito yako. Hosana, hosana, hosana. Njia yako iliyoharibika, mwambie Bwana, leo nataka uitengeneze njia iliyoharibika. Kwa maana neno lako linasema kila kilima kitashushwa na kila bonde litainuliwa. Mahali palipo potoshwa patanyoshwa, mahali palipo paruzwa patasawazisha. Yesu, sawazisha mahali palipo paruzwa. Funika tu macho yako. Niseme nini Bwana bali ninazo? Niseme nini? Niseme nini? Mwambie Bwana, niseme nini sasa? Niseme. Niseme. Nifundishe neno la kusema leo. Yawe. Niseme. Mwambie Bwana, nifundishe neno la kusema. Sioni neno la kusema kwenye biashara yangu. Sioni neno la kusema mimi. Niseme. 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 Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Paza sauti yako, mwambie Yesu, niseme nini leo? Ha! Niseme nini? Mwambie Bwana, nifundishe neno la kusema. Nipe ombi la kuomba. Yesu. Niseme nini Bwana? Niseme. Mwambie Yesu, sioni la kusema. Sioni cha kuomba. Niseme nini Yawe? Niseme nini? Yesu, sioni neno la kusema. Sioni. Niseme nini Yawe? Niseme nini Yawe? Niseme nini Yawe? Watoto umenipa Mungu. Niseme nini Yawe? Paza sauti yako, mwambie Yesu, niseme nini? Niseme nini? Paza sauti yako tu, paza sauti yako. Niseme nini Yawe? Zama rohoni, zama rohoni, zama rohoni. Zama tu rohoni. Yesu anakupa neno la kusema. Yesu anakupa neno la kusema. Niseme nini? Niseme nini? Yesu, niseme nini? Paza sauti yako, Yesu anakupa neno la kusema. Yesu, niseme nini? Yupo Mungu anayetenda mahali hapa. Yupo Mungu anayetenda. Seke, 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 seke. Seke kila kilima kinashushwa. Aya! Niseme. Paza sauti yako. Yesu anatenda mahali hapa. Aya! Yesu. Yesu. Niseme nini? Yawe. Yesu wangu. Kwenye ndoa yangu niseme nini mimi? Yesu, niseme. Kwenye uchumi wangu niseme wapi? Niseme nini kwenye biashara yangu? Aya. Watoto umenipa, uchumi na biashara. Niseme nini? Niseme nini? Niseme. Niseme nini? Paza sauti yako. Yekete niseme, niseme, niseme.
Niseme nini Bwana? Tete, nipe neno la kusema. Nipe neno la kusema. Nipe neno la kusema. Nipe neno la kusema. Tete. Mwambie Bwana nipe neno la kusema. Nipe neno la kusema. Pengine ndoa yako haieleweki. Pengine uchumi haueleweki. Mwambie Bwana nipe neno la kusema. Nipe neno la kusema siku ya leo. Nipe neno la kusema mahali ulipo. Mwambie Bwana nipe neno. Nipe neno la kusema kwenye biashara. Nipe neno la kusema kwenye kazi yangu. Nipe neno la kusema njia yangu nimeiharibu mwenyewe. Mwambie Bwana nipe neno la kusema. Usinyamaze mpendwa. Mwambie tu Bwana nipe neno. Mwambie Yesu nipe neno. Nimekosa neno la kusema. Nimekosa neno la kusema. Najikuta na shukuru tu. Najikuta na shukuru tu. Hata kwa mabaya unayopitia mwambie tu Yesu. Hata kwa ziki unayopitia mwambie Yesu. Niseme nini Bwana? Umesema kila kilima kinashushwa Baba. Umesema mabonde yanainuliwa Baba. Yesu niseme nini? Ahadi zako ni za kweli. Wewe ukiahidi unatenda. Niseme nini zaidi ya kushukuru Bwana? Umenitoa kwenye utumwa. Umenitoa kwenye utumwa. Yesu ninakushukuru tu wewe. Mwambie Yesu niseme nini mbele zako? Yahweh. Yesu njia yangu imeharibika, lakini uko na mimi. Lakini bado uko na mimi. Yesu. Hata nisipoomba bado waniita mwanao. Bado wanitendea mwanao. Hata nikinyamaza bado unasema na mimi. Hata nikiwa nalia wasikia kilio changu. Mwambie tu Yesu. Yesu tengeneza njia yangu. Yesu tengeneza njia yangu Baba. Mahali ninapopita panatisha. Mahali ninapokanyaga panatisha. Mahali nilipo panatisha. Mahali nilipo panaumiza. Mwambie tu Yesu njia yangu. Mahali ninapopita pana makwazo mengi. Pana makwazo mengi. Toa yangu haina amani. Uchumi wangu haueleweki. Mwambie tu Yesu mahali nipo. Yesu tengeneza njia yangu. Yesu tengeneza njia yangu. Mwambie tu Yesu atengeneze njia. Wala usinyamaze mahali ulipo. Haijalishi upo kwenye mapito mazuri. Mwambie Bwana najikuta na shukuru tu. Hata kwa haya nilionayo. Hata kwa hili nililonalo. Kuna wakati nililia nipate mtoto. Kweli nimekuona Mungu umenipa. Kuna wakati nililia nipate mtaji. Kweli nimekuona Mungu umenipa. Kwa hili sina mashaka. Ninalopitia hili sina mashaka. Ninakuona ukitenda tena. Ninakuona ukinijibu tena. Mwambie tu Yesu mahali ulipo. Zama rohoni mahali ulipo. Ni wakati wa kumwambia Bwana ainyooshe njia yako. Ayanyoshe mapito yako. Omba mpendwa mahali ulipo. Nikarabosika. Kilima kinashushwa. Kilima kinashushwa. Kilima kinashushwa. Kilima kinashushwa. Kilichokaa mbele yako. Mahali palipo paruswa. Pananyoshwa Jumapili ya leo. Hautalia tena. Hautalia tena. Yesu akawaambia wana wa Israeli. Akatumia kumwambia Musa. Waambie watu hawa. Watu unaowaona. Wa Misri unaowaona. Hautawaona tena. Hautawaona tena. Na mimi nakwambia mwanangu. Kwa kinywa chako. Unachoomba. Yesu anasema. Utalia tena. Utalia tena. Utalia tena. Utalia tena. Utalia tena. Utalia tena. Wale maadui unawaona. Utawaona tena. Yesu. Yesu ninakuona. Naona
Mtu mwenye uchumi anainuliwa sasa. Kaendelea kukazana kwenye maombi. Mwambie Bwana nipe njia kwenye uchumi wangu. Yule mgonjwa anapata uzima. Yule mgonjwa anapata uzima. Walisema hautaolewa. Yesu wa Nazareti anaitengeneza ndoa yako. Walisema hautafanikiwa. Ni kweli maneno yao. Waliyasema kweli. Walithibitisha kweli. Wakakuendea kwenye madhabahu. Wakatoa na kafara kweli. Wakaapia kwa miungu yao kweli. Lakini Yesu anabadilisha, anabadilisha, anabadilisha. Endelea kuomba mahali ulipo. Endelea kuomba mahali ulipo. Yesu anabadilisha. Wala usiangalie mahali ulipo. Tazama unaoyaona mbele. Tazama yale Yesu ambaye anayatengeneza. Tazama yale ambayo Yesu anakuandalia. Ni kweli unalia siku ya leo, lakini Yesu anaweka kicheko. Yesu anaweka kicheko. Ibrahimu na Sara walilia sana, lakini Bwana alimwambia Ibrahimu, mbele yako naona uzao mwingi. Mbele yako naona watoto wengi. Mbele yako naona kubarikiwa. Mbele yako naona uzao wenye baraka. Ni kweli leo unalia mwanangu, lakini mwambie Bwana, nilikuona kipindi kile, kwa hili sina mashaka na wewe. Yesu anatenda. Aliyetenda kwa Batimayo, aliyetenda kwa Sara, aliyetenda na kwako anatenda. Ingia tu kwenye maombi mwanangu. Ipo nguvu ya Mungu mahali hapa. Tayari Roho Mtakatifu ameshuka. Tayari Bwana ameshuka. Jeshi la malaika limeshuka. Jeshi la malaika limeshuka. Linakuhudumia mwanangu. Linakuhudumia mwanangu. Linakuhudumia mwanangu. Anasema kwa kinywa chako kikiri unapokea neema ya wokovu. Yesu we. Yesu we. Yesu we. Yesu we. Wajibu watu wako. Wajibu watoto wako waliolia miaka mingi, walioteseka miaka mingi. Tunalitukuza jina lako. Tetemeko la wingu la malaika linatua sasa. Alisema wanaingia kwa njia moja, kwa njia saba wanatawanyika. Magonjwa yanaondoka, viburi vinaondoka, viaka zinaondoka, utasa unaondoka, umaskini unaondoka, magonjwa yanaondoka. Kwa njia saba Yesu anasambaratisha. Walitumia njia kuingia. Yesu anakutoa jangwani. Yesu anakutoa jangwani. Endelea kuomba mahali ulipo. Jeshi lililokukamata, jeshi lililokukamata, jeshi lililokukamata, jeshi lililokukamata, Yesu analitawanya sasa. Yesu analitawanya sasa. Yesu analitawanya sasa. Nguvu za kichawi zinakuachia. Nguvu za kichawi zinakuachia. Nguvu za uganga zinakuachia. Majini yanakuachia. Majini yanakuachia. Mizimu ya mababu inakuachia. Naona wingu la malaika limetua. Naona wingu la malaika limetua. Linafanya operation nyumbani kwako. Linafanya operation kwenye uchumi wako. Linafanya operation kwenye biashara. Uliomba pesa miaka mingi mwanangu. Yesu anaachilia neema. Yesu anaachilia neema. Zamaroni, zamaroni. Anza kuona mafanikio yako. Anza kuona dunia mpya. Anza kuona uchumi mpya. Anza kuona mafanikio mapya. Bwana anasema na mimi. Anasema kuna mtu anaugua. Kuna mtu anaugua kansa. Kuna mtu anaugua uvimbe. Kuna mtu ana ugonjwa mkali, ugonjwa UTI. Yesu anasema na mimi. Leo linabadilika jambo. Leo linabadilika jambo. Tamka kwa kinywa chako mwanangu. Yesu anasema na mimi. Habari ya ndoa yako, habari ya uchumi wako, habari ya mafanikio, habari ya nyumba yako. Tayari, 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 tayari. Tayari, 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 tayari. Operation katika ulimwengu wa roho. Operation katika ulimwengu wa roho. Ita wingu la malaika wewe.
Ita wingu la malaika wewe. Ita wingu la malaika wewe. Hey, tawanya maadui zako. Tawanya maadui zako. Tawanya maadui zako. Waliokukalia juu yako. Waliokukalia juu yako. Tawanisha maadui zako. Waliokamata uchumi wako. Waliokamata pesa yako. Katika ulimwengu wa roho. Unaota ndoto unashika pesa. Unaota ndoto unapoteza pesa. Unaota ndoto unatafuta kazi. Unaota ndoto unapata kazi. Hey! Adui ameweka makwazo njiani. Mwambie Yesu nakutegemea wewe. Kuna wingu limekamatwa. Nyosha mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Weka vitu sana. Weka vitu sana. Endelea kunyosha mikono yako. Wakati tunaingia kwenye maombi, weka biti la Hosana. Weka biti la Hosana. Umwambie tu Bwana Hosana peke yako katika uchumi wangu. Nataka niombe na watu hawa. Wewe ambaye unasema hili jambo silitaki tena kwenye maisha yangu. Mungu akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Mungu wetu ni Mungu wa ishara. Mungu wetu ni Mungu wa ishara. Anaitazama imani ya muamini mmoja. Hosana, Hosana, Hosana. Nyosha mikono yako juu. Kuna jambo Yesu ananisemesha, anasema siku ya leo unapotoka ibadani, kuna jambo jipya kwenye maisha yako. Kuna jambo jipya kwenye maisha yako. Kuna maadui wameweka makwazo kwenye maisha yako. Waliweka vikwazo, leo Yesu anaviondoa. Amesema kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni linang'olewa sasa. Linang'olewa sasa. Linang'olewa sasa. Linang'olewa sasa. Linang'olewa sasa. Linang'olewa sasa. Mapando ya magonjwa. Hebu nyosha mikono yako juu. Tunapomrudishia Mungu utukufu wake, hata nyakati mbaya tunazopitia, wewe unayepitia wakati mgumu kwenye maisha yako, usilie kwa sababu ya wakati unayopitia. Maana Mungu amekuandalia wakati wenye furaha. Amesema wakati ukifika, aliyeitwa laana ataitwa mwenye baraka. Aliyeitwa tasa atanyonyesha. Aliyeitwa masikini anaitwa tajiri. Mwinulie Yesu mikono juu. Heshima ni kwako Yesu. Paza sauti yako mwambie sana. Ipo nguvu inashuka. Ipo neema inashuka. Jawabu lako linakuja. Sana. Wapi panakutesa?
magonjwa yanasikia neno lake, umasikini unasikia neno lake. Hosana, Hosana, te. Yes. Naona Mungu anatengeneza shuhuda kwenye maisha yako. Yesu anatengeneza shuhuda kwenye maisha yako. Yesu anatengeneza shuhuda. Kuna wengine wakitoka ibadani watamuona Mungu hapa. Kuna wengine wakitoka kwenye ibada watamuona Mungu kwa viwango vikubwa. Tamani kuwa wewe, tamani kuwa wewe, tamani kuwa wewe. Ona dunia nyingine, ona dunia nyingine, ona dunia nyingine. Tazama dunia nyingine, dunia iliyobeba hatima yako. Yes, yes. Hebu mahali ulipo, mahali ulipo, nataka umwambie Yesu kwa fimbo ya imani. Kamata fimbo yako ya imani, kamata fimbo yako ya imani. Wakati viti hii inaendelea, kamata sadaka yako ya ufungulivu. Katika ombi unaloomba, mwambie Mungu, ulimwambia Musa na nini mkononi mwake. Pengine kuna bahari mbele yako, kuna bahari ambayo imekaa. Mungu anasema, unijaribu tu mwanangu kwa matoleo, nitafungua malango ya shaba, nitafungua malango yaliyofunga uchumi wako, nitafungua malango yaliyoziba hatima yako. Kuna wakati maadui wamekushika kwenye uchumi, wamekukamata kwenye afya. Kamata sadaka yako ya ufungulivu. Mwambie Mungu, nifungue kwenye uchumi wangu. Mungu, nifungue kwenye hatima mbaya. Mungu, nifungue mahali ilipo, unitoe hatua moja kwenda nyingine. Kamata sadaka, ungamanishana na mimi hapa katika sadaka ya ufungulivu. Kamata sadaka yako. Mwambie Mungu, sadaka hii ya ufungulivu. Nyosha mikono yako juu. Biblia inasema, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Amini ya kwamba inapogusa kwa njia ya sadaka, biashara yangu leo haitakuwa kama vile ilivyo. Uchumi wangu hautakuwa kama vile ulivyo. Ulifungwa kwenye kupata pesa, hautafungwa tena. Mwenye haki ataishi kwa imani. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mkiamini naweza kuamuru mlima huu ukawatii na ukang'oka. Kamata sadaka, nyosha juu. Mungu awe mkuu sana kwenye biashara. Haijalishi unafanya biashara ndogo ndogo. Ufalme wa Mungu umefananishwa na mtoto mdogo. Kazi yako usione kwamba haifai.
Mwambie Mungu kwenye kazi hii. Tulio nyuma naomba tusimame. Hebu sema, Bwana Yesu, nimenyosha fimbo ya imani. Tamka pamoja nami, sema nimenyosha fimbo ya imani. Imani hii Bwana inakwenda kupiga bahari iliyo mbele yangu. Nakwenda kupiga bahari ya uchumi. Nakwenda kufungua milango ya kazi. Nakwenda kufungua milango ya wateja. Nakwenda kufungua milango ya uchumi. Nakwenda kufungua milango ya afya kwenye maisha yangu. Sema, Bwana Yesu, ukumbuke uchumi wangu. Ukumbuke afya yangu. Kumbuka watoto wangu. Kumbuka ndoa yangu. Siku ya leo inaifungua milango ya baraka katika maisha yangu. Sema asante Bwana Yesu kwa kulisikia neno lako. Maana umesema nalitazama neno lako ili upate kulitimiza. Sogeza hii madhabahu hapa. Sogeza hii madhabahu hapa. Sema siku hapa. Amba sema siku hapa. Sema siku hapa. Sema siku hapa. Nataka watu hawa Yesu leo waguse kwenye biashara zao, kwenye makazi yao, elimu zao, ndoa zao. Sogeza hii hapa. Bwana Yesu, ninafungua malango ya uchumi ya maisha yao. Nafungua malango wawekao hazina zao. Maana neno lako umesema ya kwamba ilipo hazina yake mtu ndipo ulipo moyo wako. Nami ninakabidhi mikononi mwako watu hawa walioiona imani hii, waliosema nasi tunayo fimbo ya imani. Ukaguse biashara zao, kazi zao, watoto wao, ndoa zao. Uwafungue Bwana. Ninafungua lango la baraka kwenye maisha yao. Ninafunga ile milango ya kuzimu kuanzia sasa. Haitasikia na kuinuka tena kwenye maisha yao. Magonjwa yakakauke. Wenye biashara, wateja wakashinda katika jina. Karibu moja moja. Bwana Yesu, akukumbuke katika makazi yako, afya yako, uchumi wako, mahali popote unapopita. Yesu akukumbuke. Pokea muujiza huu kwa imani yako. Pokea kuinuliwa kwa imani yako. Pokea kufunguliwa kwa imani yako. Kwa jina la Yesu. Bwana Mungu akukumbuke katika elimu yako. Kumbuke makazi yako. Kadiri imani yako ulivyotoa mahali hapa, fimbo hii Bwana akapasue bahari iliyokaa mbele yako katika jina la Yesu. Maadui waliosimama mbele yako ninawafukuza Bwana. Asiwepo wa kujiinua katika mahusiano, katika uchumi, katika elimu, familia. Pokea muujiza huu. Imani hii Bwana ameiona. Nawe ukawe na kinywa cha kuamuru milima iliyo mbele yako. Ukaiamuru na kugawanyika na kutawanyika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninapiga kila mamlaka iliyo mbele yako. Yesu, ainue imani yako. Akutendee sawa sawa na imani yako. Ukainuke sasa kiuchumi. Hautalia tena. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu ameiona imani yako leo. Akuinue sana. Akutetee katika vita vinavyojiinua katika biashara, uchumi, katika mtaji, mahali popote pa makazi yako. Akufanye kuwa kichwa. Aondoe giza mbele yako. Imani yako, fimbo yako ya imani uliyoibeba ikakuongoze daima katika jina la Yesu. Pokea. Bwana Yesu akumbuke uzao wako sawa sawa na imani yako. Aipasue bahari. Awazamishe maadui zako kwa maji mengi. Imani yako na fimbo yako ikadumu milele maishani mwako. Akakuinue sana, akakuponya. Pokea muujiza. Bwana Yesu akumbuke makazi yako. Akukumbuke na wewe pia. Mahali ambapo wameweka makwazo kwenye kazi zako, Yesu akayaondoa. Aitengeneze njia yako leo sawa sawa na fimbo ya imani yako
yako ulionayo ikadumu milele maishani mwako, akakumbuke. Bwana asikuache. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu akukumbuke kwenye biashara yako. Pengine maadui wameinuka kukatisha tamaa, lakini leo hii Bwana akuinulie malaika wake, na sawa sawa na fimbo ya imani yako Mungu akakukumbuke, Mungu akasema na wewe, Mungu akakuokoa. Pokea, hautalia tena, Bwana atakuonyesha furaha. Pokea imani hii sawa sawa na mapenzi. Naweza ukarudi mahali uliposimama. Wote nyosha mkono wako tukaombe. Nyosha mkono wako, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Ninakushukuru kwa ajili ya ibada ya leo. Asante kwa ajili ya muujiza ulionitendea. Asante kwa ajili ya neema ulionipa. Umenifungua sasa vifungo vyote vilivyofungwa. Nami ninaruhusu mapenzi yako. Nami ninafungua njia yangu. Kuanzia sasa ninatembea kwenye haki. Ninatembea kwenye haki. Roho Mtakatifu, asante kwa kunikumbuka. Roho Mtakatifu, ninapotoka mahali hapa unikumbuke Bwana, kwenye makazi yangu, kwenye biashara yangu. Nyosha mkono wako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii. Hebu gusa yule mama aliyekuwa na ugonjwa. Gusa yule baba aliyekuwa na ugonjwa. Gusa yule kijana mwenye kutamani watoto, mwenye kutamani ndoa, anatamani kufunga ndoa takatifu. Gusa sasa. Yesu, siwapungukie. Kila mtu na hitaji lake. Uwaguse wale ambao imani zao zimekuwa juu sana, wanapotoka kwenye ibada hii, tangu mwanzo wa unyayo wao kuinuka na kukanyaga ardhi, zikawe ni baraka. Nafukuza laana iliyo njiani. Nafukuza maadui walio njiani. Anayepitia mapito magumu, na anyoosha mapito yake sasa. Kwa mamlaka ya jina lako Yesu, ninaruhusu mema juu ya maisha yako. Naruhusu mazuri juu ya maisha yako. Naruhusu mema juu ya nyumba yako, juu ya ndoa yako, juu ya uzao wako, juu ya uchumi na kazi yako, katika jina la Yesu. Ninafunga ibada hii. Nafunga mabaya yote. Nafungua mema katika jina la Yesu. Wanapotoka hapa Bwana, ukawabariki. Wakumbuke na wale ambao wananyosha mikono yao kwa sadaka mbalimbali za kukutolea wewe Mungu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Pigie Yesu makofi na vigelegele mahali ulipo. Basi bila kupoteza muda, wewe ambaye mwaminifu sana, ambaye umekuja na ule mchango kupunguza, basi tunaomba uione safu ya mbele ambayo imekaa katika safu ya mbele, meza ya mbele. Usiondoke nayo. Nilisema usiruhusu shetani akutawale. Punguza tu 1,500, 2,000, punguza tu katika ile 17,000, na Yesu wangu akubariki. Msalimie jirani yako, mwambie ishi kwa amani, ishi kwa nguvu zote. Basi mwenende kwa amani ya Bwana. Lakini wewe unayepunguza, hakikisha anayepunguza unamwandika jina. Yaani usipokee hivi hivi. Unaandika jina.